Breeze Online TV, the world comes to you. CCM oye! Kijitonyama safi! Kisiwani oye! Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Wazazi Taifa, Mheshimiwa Mbunge kupitia kundi la wazazi kutoka Zanzibar, chama, katibu mwenezi, pamoja na viongozi ambao tumewakuta katika kata hii na tawi hili, asalamu alaykum. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tupo kata ya Kijitonyama, tawi la Kisiwani wake, basi hapa ndio eneo ambalo tunatekeleza hilo. Sisi viongozi wa wilaya tunafahamiana. Ndugu zangu, mimi nimshukuru kwanza Mungu, leo kumekucha salama, lakini pia tunaendelea na hii kazi ambayo iko mbele yetu. Kama walivyosema viongozi waliotangulia, jina langu naitwa Erasto Sima, katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi Taifa. Kazi iliyopo mbele yetu ni hii inayoendelea sasa. Yaani maana hata tunapoendelea kuongea huku, tunazidi kupunguza ule muda ambao tungetumia kule mitaani. Ndugu zangu, hali ya uandikishaji sio njema. Hilo ndio kubwa sana. Kama wana CCM wenzangu, nimekuja tuelezane hilo. Kama mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, nilisema kwenu pia. Mheshimiwa Rais jana amemaliza ziara yake mkoa wa Katavi. Na ameongea kule alipokuwa Katavi. Akasema Watanzania sasa, bila kujali vyama tulivyonavyo, tukajiandikishe. Muda pekee kuwapata viongozi ni mwisho kesho, kwa maana ya kujitengenezea uhalali huo. Mwisho kesho tarehe 14 mwezi wa 10. Tume ya uchaguzi iliweka kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 14, maana yake kesho. Na Mheshimiwa Rais alipokuwa Katavi jana amesema sio CCM tu, iwe Chadema iwe kafu, wote tukajiandikishe. Anapata shida kwamba ni kwa nini watu hatuendi kujiandikisha. Lakini baadaye tunalalamika viongozi wa serikali za mitaa tulionao ni wabovu. Hao wabovu kawaweka nani? Kwa nini wewe uwekewe kiongozi? Tuone nafasi walionayo kubwa sana viongozi wa serikali za mitaa. Mimi nawapenda sana ambavyo wenyewe sisi tuko tu kitaifa huko. Wao wanafanya kazi za kila siku. Wao wanafanya kazi za chini sana huko ambavyo tupo. Mtu ukiwa na mzigo wako unataka kusafirisha, hata kwenye maombi ya passport na vitu vingine, ukifika kule unaulizwa barua ya mwenyekiti wako wa mtaa kutoka kwenye ile ofisi yako ya mtaa au ofisi ya serikali ya kijiji. Unaanza kusema mimi hata sijui ofisi iko wapi. Hivi ni nani mwenyekiti siku hizi? Wakati tulikuwa tuna muda wa kwenda kujiandikisha ili tuwapate hao viongozi. Ndugu zangu wana CCM wenzangu, tuendelee kuhamasishana. Na wanachama wengine wa vyama mbalimbali wote, twendeni tukajiandikishe. Taarifa niliyoipata ambavyo mmenipa hapa kwenye wilaya hii, zoezi lilianzia tarehe 8 la kujiandikisha. Lakini mpaka juzi tarehe 11 jioni, kati ya watu 690 waliotakiwa kujiandikisha kwenye wilaya hii, 690,000 waliotakiwa kujiandikisha kwenye wilaya hii, walikuwa wamejiandikisha watu 51,000 tu. 51,000 tu kati ya 690,000 waliotakiwa kujiandikisha. Sasa tumeona hali ya hewa ilivyokuwa Dar es Salaam, mvua sana na vitu vingine. Sasa jana hali ilikuwa walau ina unafuu mkubwa. Mvua kidogo asubuhi, lakini baadaye ilisha. Lakini kwa jana peke yake Jumamosi, watu walijiandikisha zaidi ya 180,000 kwa takwimu nilizozipata. Kwa hiyo sijaongelea hawa leo. Kwa hiyo kuanzia tarehe 8 mpaka jana tarehe 12 tumepata watu 240,000 na zaidi. Sasa hawa sio kidogo, pia niwapongeze kwa hilo pia. Kwa manake mpaka jana tarehe 12 kwa sisi wilaya Kinondoni, katika ile 100% tunayotafuta, tulikuwa 34% tu. 34.9 hivi. Tuseme 35%. Hiyo kwenye wilaya yetu hii ya Kinondoni. Kwa hiyo zaidi ya asilimia hizo 65 zote hatujazimaliza. Tunadaiwa. Twendeni tukahamasishane, wananchi wote wajitokeze. Tupite kwenye vijiwe, tupite watu wanapopumzika, wanapofanya nini. Kesho sio mbali. Kila mtu ajiandikishe, wote tumalize leo. Kesho tukae tukiomboleza yale maadhimisho leo yanayokuwepo kesho, kukumbuka ile siku ambako muasisi wa taifa hili aliondoka huko duniani miaka 20 iliyopita.
kesho tutakuwa tuna majonzi yale. Hebu ya kujiandikisha basi tuyamalize leo, kesho vibaki wale walikuwa na dharura sana leo wakaendelea kuendelea na kesho. Wewe umesema mimi ni Keni na hepi, mimi hata si nenepi kwanza. Ngoja tumalize kwanza hili. Tupambane sana hili liishe. Niendelee kuwahitaji sana viongozi wetu, watendaji wetu, secretariat, viongozi mbalimbali, tutawanyike. Nishukuru mpango mlionipa kwenye wilaya ya Kinondoni, mmejipanga vizuri. Kusambaa katika maeneo yetu. Tunajua ziko hizo changamoto ambazo tunazipata kwa mabalozi wetu. Mimi niendelee kuwasihi sana, tueleze wa mabalozi wetu hizo changamoto tunazo, tunazifahamu, tunaendelea kuzishughulikia, tuone kwamba hizo changamoto zinakwisha. Niendelee kutoa wito sasa. Kama katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi katika wilaya hii ya Kinondoni, viongozi wa jumuiya ya wazazi mkishirikiana na jumuiya zingine na chama pia tushirikiane. Mheshimiwa Rais amesema jana na amemwambia waziri wa TAMISEMI itakapoisha zoezi hiyo kesho tarehe 14 ampe taarifa kwenye mikoa yake, kwenye wilaya zake, hizi taarifa zikoje, kwa sababu wako viongozi wake kule wengi waliowateua yeye wenyewe wa kiserikali wako maeneo yale. Yeye anashangaa mpaka leo kwa nini zoezi liende hivi. Na mimi niendelee kutoa wito kwetu kama jumuiya ya wazazi, na mimi nitazihitaji hizo taarifa baadaye zitakazokuwa zimepatikana kupitia ofisi ya TAMISEMI ile, kujua kwamba hali ikoje, na mimi niangalie kwenye wilaya zangu, niangalie kwenye mikoa yetu. Tunaweza tukawa tunao watendaji, kumbe watendaji wenyewe ni wa Jumatatu na Ijumaa tu. Na Jumatatu na Ijumaa wenyewe hawatimizi hata majukumu yao vizuri, wakashindwa hata kuhamasisha zoezi hili. Tushirikiane na viongozi wa serikali katika maeneo yetu na wananchi tulionao katika maeneo yetu, ili zoezi wengine ni kumuelimisha tu. Unajua mwingine hawezi aelewe hata umuhimu huyu kiongozi alionayo. Labda hii miaka mingine hakupata shida ya kwenda hata kuandikiwa tu barua. Maana yake mambo mengine tunajua ilivyokuwa yanakwenda. Vitambulisho vya taifa tulikuwa tunavitafuta ilivyokuwa kazi. Mpaka mwenyekiti wa serikali ya mtaa kupitishie ndio umepata kitambulisho. Sasa wale wana umuhimu mkubwa sana katika mazingira yetu. Na hii sasa ndio maandalizi pia 2020. Tuchangamke wana Kinondoni. Tuende tukahamasishe kwenye maeneo yetu, lakini pia wale ambao hatujajiandikisha, mimi nilianza kutoka tarehe 8 ile kuendelea kuhamasisha kila siku, na leo itabidi nijiandikishe kabisa hapa kwenye wilaya yangu ya Kinondoni ili zoezi likamilike. Ninawashukuru sana viongozi wote wa chama na jumuiya zake wa wilaya ya Kinondoni. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mimi kama ambavyo nimesema organization wetu, jina langu naitwa Najma Murtaza Giga, ni mbunge wa viti maalum kupitia kundi la wazazi. Kwa hiyo pia ni mama, nasema kina mama oye. Na nashukuru kwamba nilibahatika kuwa mbunge pekee kutoka upande wa Zanzibar kupitia kundi la wazazi. Lakini nikiri sana kwamba kutokana na ushirikiano mzuri wa ngazi kuanzia taifa kwa katibu mkuu mpaka mikoa na wilaya, ninapata ushirikiano mzuri, na kwa hivyo leo kama kawaida yake katibu mkuu ameweza kunishirikisha tena katika zoezi hili muhimu sana ambalo linaendelea katika taifa letu la uandikishaji wa daftari kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo nimefurahi na nimebahatika kuweko Dar es Salaam katika kipindi hiki, na mimi nimeshajiandikisha katika wilaya yangu ya Ilala pamoja na familia yangu ambayo naishi nayo hapa. Kwa hiyo na kule nimejaribu kuhamasisha, na leo niliposikia katibu mkuu anakuja huku, basi alivyoniambia kwamba tushirikiane, na mimi nimefurahi zaidi, na niwapongeze kwa kweli ushirikiano wenu wa pamoja baina ya jumuiya na chama mnaposhirikiana katika kufanikisha zoezi hili baada ya kusikia taarifa kutoka kwenye wilaya. Kwa hiyo naamini kwamba ingekuwa sio changamoto ya mvua na changamoto za hapa na pale, basi kwa leo tulikuwa tumefika mbali sana, lakini naamini kwa hilo baki leo na kesho, basi mambo yataenda vizuri, na mimi naomba dua iwe hivyo. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Katika makata huko, katika matawi huko, ushawishi unaendelea mkubwa na hamasa inaendelea kubwa, na kutoa wasiwasi kwamba wilaya ya Kinondoni namba ya asilimia ya kujiandikisha hatutokuwa chini ya 90%. Nakiri na kukubali tulianza vibaya, lakini tulikuwa na changamoto ya hali ya hewa. Hali ya hewa Mungu kaanza kutuonia huruma, kuanzia jana tumekaa vizuri. Bila shaka na leo hali ya hewa sio mbaya. Inafanana na wale wadudu ambao wanatoka katika mashimo kipindi kinapokuwa kinawaruhusu kufanya hivyo. Watu watajiandikisha wingi sana leo. Bila shaka tutavuka namba katika 80, 85 mpaka 90 huko Kinondoni lazima tufike. Kwa maana kwamba tutajiandikisha zaidi ya watu 600,000 wilaya ya Kinondoni. CCM oye! Na uandikishaji huo namba kubwa ipo ya chama. Kwa hivyo nikutoe wasiwasi katika mitaa 106. Siwezi kusema sana.
lakini nayo nikwambia zaidi ya 95% itakuwa kwetu. Sasa hivi mpaka tunaenda katika uchaguzi. Kabla ya uchaguzi, kufikia hatua hizi za kwenda uchaguzi miezi miwili ya nyuma, walikuwa na mitaa 30. Lakini mpaka tunakwenda katika uchaguzi, wao wenyewe walioona hali na upepo ulivyo na ushawishi tuliofanya jumuiya pamoja na chama, tukapata mitaa 4 kabla ya kwenda mitaa 5 kabla tujaenda katika uchaguzi. Yaani 30 toa 5 unabakia ngapi? 25. Kwa hiyo ile namba imepungua. Katika hiyo 25 mimi sidhani kama hata mitatu wanayo. CCM oye! Mheshimiwa Katibu Mkuu, kikao hiki chako uongee na wananchi, lakini nakuomba nenepa. Kinondoni hatuwezi kukutia aibu katika uchaguzi huu. Tutashinda kwa kishindo, tutaendelea kwa kidedea na tutatengeneza historia mpya ambayo iliharibika huko nyuma. Kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.